nimekuwa nikiwa empower. Kufikia sasa jumla ya watu 20 wameandikisha taarifa na idara ya upelelezi DCI kuhusiana na kashfa ya uagizaji petroli iliyosababisha kupotea kwa shilingi bilioni 2.9. Wakati huo washukiwa watatu Mohamed Liban, Joe Sang na Daniel Kiptoo wameachiliwa kwa dhamana, huku mawakili wao wakiwasilisha stakabadhi wanazodai zilisababisha kutolewa kwa amri ya kuagiza petroli kutoka kwa kamati kuu ya Baraza la Usalama humu nchini. Seth Olale ana taarifa kamili. Aliyekuwa katibu wa idara ya mafuta Mohamed Liban, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Kenya Pipeline aliyejiuzulu Joe Sang na aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya EPRA Daniel Kiptoo wameachiliwa kwa dhamana ya polisi. Aidha, haijabainika kuwa iwapo washukiwa hao wa kashfa ya uagizaji petroli iliyosababisha kupotea kwa shilingi bilioni 2.9 watafunguliwa mashtaka. Kwa mujibu wa wakili wao, washukiwa hawakufanya kosa lolote ila kutekeleza mapendekezo kutoka kwa mkutano wa kamati ya Baraza la Usalama ulioandaliwa tarehe 9 mwezi Machi na kupendekeza kuagizwa kwa petroli kwengineko kutokana na hali tete ya usalama katika eneo la Ghuba. Kufikia sasa, jumla ya watu 20 wameandikisha taarifa kuhusu kashfa hiyo katika makao makuu ya idara ya DCI, akiwemo mkurugenzi mmoja wa kampuni ya One Petroleum Limited inayodaiwa kuagiza jumla ya lita milioni 68 ya petroli tata. Haya yanajiri huku bodi ya mamlaka ya EPRA ikiratibu mkutano mwingine Jumanne ya kumuidhinisha rasmi kaimu mkurugenzi mkuu Joseph Okech baada ya kujiuzulu kwa Daniel Kiptoo. Kufikia Jumatatu jioni, washukiwa walifanya mkutano na mawakili wao ili kujiandaa vilivyo endapo watafunguliwa mashtaka. Seth Olale, runinga ya Citizen katika kaunti ya Nairobi. Baada ya